I am back home, back to Inglani. Mimi nilikuwa Nyali kwa aunti yangu. Before Ramadan, we actually planned that tutafunga huko, yani during Ramadan, and then we come back. As we were huko, you know, the lockdown happened and events started happening, tukashindwa kurudi, so like yani going in and out of Old Town ilikuwa restricted, so it was a bit difficult. Say I'm back home because we're doing an exercise conducted actually by Old Town Residents Association, OTRA, and Muhuri, Muslim for Human Rights. So basically what's going on is the government is saying that they've imposed the lockdown in Old Town and Eastleigh because it's the epicenter of coronavirus. But we are actually objecting the fact that that's the case because sisi wenye kuka hapa mtaani, we don't see any cases of coronavirus. We don't see that this is the fact that this is the epicenter of coronavirus. Like we don't even see people dying of coronavirus hapa mtaani. So we're like, where does the government get these numbers from, you know? OTRA and Muhuri matched up and they decided to conduct a survey on the ground, like yani we go house to house to know what's going on, you know, like what are the numbers, is corona really there, this is just something made up. So hopefully Muhuri is it's a big NGO organization which fights for the rights of the people, and they said yani in case yani we find out that yani the government just did this for their own you know reasons, then they will go ahead and sue them. Actually this is the last day, the fourth day. I wanted to do a vlog since the first day, but I've been busy, so this is the last day and I have a bit of time, so I decided let me do a vlog. I've actually done 30 houses so far. Wallahi, the response is actually hamna. This thing doesn't exist in Old Town. Like even if it is, it's really mine. It's not there, man. So we feel like there's something probably hidden. There's a hidden agenda of why the lockdown has been imposed in specifically the Muslim centers, the Muslim towns, which is Eastleigh and Old Town. Ukiangalia in Nairobi, we have areas like Kibera, Kawangware, which are also hotspots for coronavirus, but they haven't been locked down yet. So we're wondering why not? Why are we so special? So anyway, I'll take you around Old Town just to show you where I stay, specifically where I stay, Koitwa Inglani. Old Town is actually big, but mahali mimi nakaa is Inglani, so I'm just gonna show you around Inglani. Inglani is actually not that big, it's in the center. So yalla, let's go. So Inglani is basically in the middle. The first part ambayo nitaonyesha is ile side ya Sonarabuda. So we have side ya Sonarabuda, and then we have ya Salmanji, and then ya Sawa Center, and then ya Msikiti Badala. So let's go. Hapa tuko ile side ya Sonarabuda. If I don't know if you can see it, but it's in the back. So we have this first side ya Sonarabuda, which this road acts like a boundary, and then we have ile side ya Salmanji, which I'm going to show you in a few minutes, and then as I said ya Badala, and then ya Sawa Center. So like Old Town is in the middle. Inglani actually isn't really that big. It's ukiangalia katika those small two towns that those small two towns that make up Old Town. Inglani is really not that big. It's really small. It's really Kibokoni. It's actually bigger than Inglani. Inglani, it's actually small and it's in the center. Hapa ndo
sasa like ile njia ya Salmanji, so we have like a road which acts like a boundary. You move from this side ni Inglani, and then you move from the other side kwenda njia za Makadara. So we've covered the area ya Sonarabuda and now Salmanji, and then kuna side ya Badala pia. Hapa ni ile njia kutokezea Badala. Badala is actually a mosque. The mosque behind me, msikiti Badala. When you move to this other side, hii ni side ya Kibokoni. There's actually a lot of people staring at me. So hii road, it acts as a boundary between Old Town and Kibokoni. Same as ile road ya pale Makadara. It acted as a boundary between Inglani na Makadara, na ile road ya kule juu Sonarabuda, which acted between a boundary between Inglani and Markiti. So basically Inglani is in the center, and the road they usually act as a boundary between it acts as a boundary between the other towns. Hapa ni tumetokezea ile barabara ya Sawa Center. Sawa Center normally on a normal day before the lockdown it's usually like very busy. Like njia yote wa hakupitiki, watu wengi nini, but say kumekuwa lockdown and all that, so kidogo traffic imepungua. As you can see, sijui kama mweza kuiona, Sawa Center iko pale. So hii barabara hapa, it's a boundary which separates Inglani from Kuze. So yeah, basically that's it. Inglani is in the center. Tumepitia kule kwa Sonarabuda, tumepitia kule kwa Salmanji, tumepitia kwa Badala, na sasa tuko hapa Sawa Center. Let me see if I can get a few people to interview. Starting with watu wale wa kazi kwa vijana, then I'll move on to watu wa umongeleana ne. I'll move on to watu wa business na biashara, nione if wamekuwa affected in any way. Tulia. Vipi bro? Alhamdulillah, nashukuru. Waitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Faruk Yahya. Faruk Yahya. Wewe ni mkazi hapa hapa Inglani? Mimi mkazi hapa Inglani. Na sasa mimi nilikuwa nataka kujua kuhusu hii kazi kwa vijana. Kwanza naona si kila mtu hapa Inglani yofanya hii kazi kwa vijana. Kuna watu tu kadhaa. Wewe ulipataje hii kazi kwa vijana? Hii kazi kwa vijana tuliandikisha majina. Walituambia tuandikishe majina, tukajitokeza vijana wengi sana. Alafu tukakaa kama siku 5 hivi tukatumia message. Sasa ile message bahati mbaya ziliingia kwa watu wengine, message hazikuingia. Wengine kwa hivyo message iliingia kwa watu baadhi. Sasa tukujua. Lakini vijana walipoleka malalamishi wakaambia kwamba ilikuwa ni hitilafu kidogo za mitambo. Alafu baadaye wakafiksiwa. Kuna wengine walipopata message basi wakakata kabisa wao. Sasa mimi basi watachaji. Lakini kuna wengine bado waliendelea kufuatilia kwa chifu. Kwa viongozi wetu wale ambao tuko hapa mtaani, baadaye pia nao wakafix. Bro, hii kazi kwa vijana haswa mfanya nini? Hii kazi kwa vijana kusema kweli ni kusafisha tu mitaani. Wasafisha mtaa. Kama sisi hapa England tuna group yetu, na kitu wana group yao. Kila mtu na group yao. Na yani mtaani kama hivi unavyoona sasa hivi, mitatu haiko hivi mitaa yote hii. Iko safi sasa hivi. Sasa tumeangalia sisi hapa tunafanya kazi na tunashirikiana vizuri sana na viongozi wetu. Alafu mulianza lini? Hii tulianza last week part 1. Ilikuwa tuanze Jumatatu kwenda pale kwa viongozi walikuwa hawakufika, ikaenda Jumanne mpaka Jumatano tukaanza kazi rasmi kabisa. Tupiga kazi kama kwa sign ndo tunaenda zetu nyumbani. Alafu hii kazi kwa vijana mwalipwa? Hii kazi kwa vijana kusema kweli umetoa hili watatulipa kila baada ya wiki. Mpaka sasa hii imefika ni wiki ya 3 bado hatujalipwa. Lakini mbona bado mna motisha mfanya kazi na hamjalipwa? Bado tunafanya kazi kwa sababu moja, hii moja ni mita yetu tunafanya, na hii tunafagia mita yetu. Hiyo ndio kitu moja imetupamoa, na pia viongozi wetu wanatupatia moyo kama sisi vijana. Unaona? Lakini kusema kweli uko na wengine ambao wamesema mimi kesho siregei. Ikifika kesho tuongea nao vizuri, basi wanakubali kurejea kazi. Lakini kusema kweli kuna wengi sana wamevunjika moyo sababu pesa hawapati na wanafanya kazi
Sasa na kazi ni ngumu baadaye sana hivi. Ni ngumu Mimi leo nimepiga picha nimeona ni ngumu Na kama hivi ninavyojua pia kuna paka na kunya sana sasa watoto wanaona makulu vile. Basi kuzoma mambo ya paka ona. Kisha ni viongozi wetu nao pia sijui hafuatilii ama pia ni huko juu pesa watuwekea yani tutolee ni vipi kusema kweli. Maana kama leo kuna wengine wananiambia marafiki zangu nikisema sijikaze ama yaona message ya pesa. Umeona? Bro, hii lockdown wewe imekuathiri vipi tangu yako? Mimi kusema kweli imeathiri pakubwa sana. Kwa sababu mimi nilikuwa na kazi yangu ni nanunua vitu kutoka bondeni kule, alafu na supply kwa maduka huko. Mimi nilikuwa kazi yangu sana. Yaani kama salesman vile. Naenda kwa duka fulani na mimi niko na bidhaa fulani. Wakikubali labda nimletee, ninaenda nanunua bondeni kule kuna maduka yangu nanunua special. Sana nauza maperemende. Unaona? Maperemende, maziwa. Sasa nikipata oda kwa siku naweza kupata oda labda kama maduka 10-15. Sasa baadaye nachukua vile vitu na naleta. Sasa kazi imefungika. Sasa tena kutoka nje kuna kuchukua hizo vitu. Sasa ile pesa nilikuwa nayo kidogo ni ya kazi napenda nimeweka ili matumizi yangu ni ya kawaida. Kwa sababu lockdown kusema kweli imetuathiri sana. Angalia angekuwa kuna njia nyingine kama sisi watu wafanya kazi kama hao. Labda tungepata ruhusa tukaenda kununua vitu kuleta huko ili tukaendelea kuuza, lakini pia biashara hakuna hapa mtaani. Unaona, maana biashara ya market hapa ni Old Town watu sana ni kutoka nje. Kutoka nje kweli. Unaona kama hapa pia babangu ana duka lake hapa. Unaona? Pia ameshinda kuweka mali dukani. Sababu kutoka pale kama wataka kutoka labda kuja na mzigo, kuna na mzigo mkubwa atakuingiza ndani, lazima wao pia wasumbuliwa pale labda pia upate kidogo wale ofisa pale. Maana sio kwa hivyo inakuwa shida sana. Lockdown imeathiri pakubwa sana. Imeathiri pakubwa. Bro, swali la mwisho. Iwapo hii kazi kwa vijana mumfanya wiki kadhaa alafu yani lockdown kesha nini alafu msilipwe, nyinyi mtafanya nini? Kusema kweli sisi ama mtaacha hiyo pesa iende ama mtajitetea? Kusema kweli hapo sisi kujitetea tunaweza kujitetea na tukaongea na viongozi wetu ambao kwa mtaani hapa ambao ndio walitushauri sisi kujiandikisha kwenye majina. Hasa kusema kweli hatuna la kufanya, lakini tutalalamika na tutafuatilia kusema kweli. Kama mimi nimejitolea kama mimi nitafuatilia sana kama mpaka tulipo hii pesa. Lakini sana labda naweza kufanya ikafika ile sehemu nikashindwa mbeleni. Umeona sio? Kwa hivyo hatuna budi tena basi ni lakini japokuwa tutakuwa tumesafisha mita yetu. Umeona sio? Yaani itakuwa kuna faida moja yani tumesafisha mita yetu na imeng'ara. Basi lakini sasa kusema kweli ukilipa kila mtu ana wasiwasi sana. Kusema hisi ya tulipi na mimi ndo mara nyingi sana napata moyo sana wenzangu hapa mtaani hapa. Ndio maana tunaenda kufanya naambia kazi za county kwa hivyo ama za government. Malipo ya chini lakini lazima tutalipwa. Kuna wengine waelewa hata kuna wengine leo wamekataa kuingia kazi ile. Sema hawalipo. Sasa ni wao viongozi ndio wafanye bidii watuwekee pesa. Tena vijana wazidi kupata motisha. That was Farouk, mumemsikia, yeye ni mtu hapa mtaani, actually is a friend of mine na mimi namjua. He participates in ile kazi kwa vijana, so that's his story. Let me see if I can find more people to interview. If not, I'll try to go kutafuta businesses. God damn, aniko fiti wallahi, shukran. It's really hard maze kupata people to interview. Kila mtu ajue yaogopa yashangaa like yani where would you take the video, watu bado hawako certain like yani what's going on, so saizi kupata mtu like kuminterview it's tricky kweli, so I'll try to find one business person, I interview them and then we'll call it a day inshallah. Mzetu unaitwa nani? Mimi naitwa Nurain Sharif Omar. Nurain Sharif Omar. Na wewe ni mkazi wa hapa England, sio? Unakaa hapa? Kabisa. Unakaa hapa England. Naam, tangu hii lockdown yako imekuathiri vipi wewe kimaisha, kibiashara? Naam. Cha kwanza wafanyakazi wangu wote hata siwaoni. Ya pili duka zangu mbili. Wajua hata hao wenye maduka hawataka kujua renti maduka yamefungwa ama kuna hawataka kujua shida yote. Sasa sisi tunadaiwa pesa nyingi sana. 200,000 tunadaiwa. Sasa hiyo 200,000 ni haki jamani. Sijaona sapa ikifungwa. Sijaona
upande wa Guraya kufungwa. Sijaona upande wa sehemu yoyote, sijaona kifungwa. Kwa nini huyu mtu ametulekea sisi tu upande hii? Kwani sisi tunakosa gani jamani? Tumekosea nini? Sisi ni watu tunatafuta riziki, tunatafuta maisha yetu. Kiwa mtu riziki ya halali, sisi kiwa tunaambiwa sisi sehemu hii Kibokoni, kwani Kibokoni peke yake ndio kuna corona? Corona iko kila mahali. Jamaa, wacha kutuonea, tuache tutafute riziki. Ali Hassan Joho, sisi ndio tumekupa kura, sisi ndio tumekulinda wewe. Angalia hii t-shirt imeandikwa nini? President Joho. President Ali Hassan Joho 001. Jamaa, wacha kututesa jamaa. Wacha kututesa. Tuko hali mbaya sasa hivi. Naomba tena. Naomba mara ya mwisho na kuomba ndugu yangu, kipenzi changu. Wacha watu wafanye kazi, watafute riziki yao. Tuna njaa jamaa. Wakina mama wametukimbia. Kina mama wametukimbia. Kuna mama moja juzi alikuwa atakuzaa. Kuna mama moja atakuwa kujifungua. Tukiwa tunapita huku barabara tunaambiwa regeni. Regea hakuna. Nini mheshimiwa? Nini bwana? Mbona tutesa jamaa? Na kuomba ndugu yangu, na kuomba president wetu wa Mombasa wewe, Ali Hassan Joho, ndugu yangu, na kuomba bwana, tupe ruhusa tufanye kazi. Tuombe Mungu ndugu yangu. Hii corona sasa ni kama ukimwi. Naishi nayo. Unaishi nayo ukimwi sasa, hii corona ni kama ukimwi. Kila mahali corona iko. Angalia sasa hii Mombasa imekuwa kama 1992 wakati mimi niliingia Mombasa. Haina mtu hata kabisa, hata kutembea barabarani. Maduka yamekuwa kama ya zamani ambao wakati tuliingia Kenya. Ilikuwa haina maduka, ilikuwa kama ilikuwa shamba kabisa. Angalia hii, kasia hii. Watu ambao walikuwa kibeba hii takataka sasa hii hawako. Wameziwiliwa huko. Wameziwiliwa na hawa manguruwe hawa. Tafadhali jamaa, tukipita tunaambiwa waenda wapi? Mimi kutoka 1992 naishi huku Ingilani, Markiti, sasa hivi tutaambiwa mimi waenda wapi? Na hii kichochoro ndio nimezaliwa nacho. Jamaa tafadhali, naomba tena kwa hisani yako, kama nakosea nisamee. Ndugu yangu, naomba tupe ruhusa watu wafanye kazi yao. Tafadhali mheshimiwa, naomba, niko chini ya miguu yako. President wetu Uhuru Kenyatta ansema tarehe 6 watu kazi waanze. Mambo kila moja amefurahi, lakini sasa tafadhali tufuatilie huyo Uhuru Kenyatta, na wewe pia Mungu akuongoze, na misikiti yetu itufungulie, na makanisa afunguliwe, watu wafanye kazi tafadhali. Tafadhali mheshimiwa, maduka yafunguliwe. Corona ni kama ukimwi, ni kama siku hizi kama malaria, ni homa hiyo corona. Tafadhali mheshimiwa, naomba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina mama waitwa nani? Kwa jina? Kwa jina naitwa Mary. Mary. Tuko kwa kituo ya Marikiti. Marikiti, wewe ni wakaa Marikiti wewe? Tuko Marikiti, tunafanya kazi Marikiti. Sasa saa hii kunoma na imefungwa kila pahali, hakuna kazi, hakuna mapeni. Sasa tuomba serikali atufungulie kazi na atufungulie njia ya kuingia Marikiti. Watu waende na biashara, sisi pia tupate mapeni. Juu kila kazi, kila nyumba sasa iwezi ingia juu ya corona. Na siwaomba serikali kama venye tuwavaa mask atupunguzie afadhali tuingie Marikiti. Tupate riziki kidogo kidogo ili tubambanye maisha. Hiyo ndio onyo yetuwaonja president yetu. Naweza kuingia tena Marikiti kufanya biashara zao. Na ukweli wacha sababu sasa hivi tunaumia jamaa, tunaumia. Hiyo ndio tunaomba serikali. Tuwaumia kabisa na tuwateseka juu ya watoto.
na hatuna venye tutapata kilopote mpaka wa serikali watusaidie. Alafu pia angalia moto ambao mimi nilikuwa kidaiwa moto sitima, hata huruma hawana. Mwezi minne sasa tayari shalikatia. Nani atatulipia maisha haya jamaa? Tualea na hakuna venye tuwaweza lea, hakuna mpepeni, hakuna chakula, kila kitu ni marikiti. Marikiti ndio uingia ndani ufanye kazi ya nyumba upate miela, ili afadhali ukirudi kwa nyumba upate kula. Hino ndio sufuria ya maji wala tomato ni ino marikiti. Kabisa. Sasa hino ndio ombi yetu tuwaomba. Wewe kwa maoni yako waona hii corona ipo ama ni kitu tu serikali wamesema? Corona iko. Sawa, shukran sana dada. Sawa. After kuzunguka finally nimepata yani mahali ambapo yani people are heated kweli, so I've gotten it's like yani a business ukiingia kwa huku, ndio nimepata yani some people ambaye they had yani so much opinions. Unfortunately I couldn't take yani everybody because you know time, we don't want the video to be so long. I just took yani 1, 2, 3 people and hopefully yani their voice will be heard, you know. Basically that's it. That's what's happening in Old Town. Mi nimekava Inglani because I usually stay Inglani. If I had more time ningekava other areas, though you know it's risky because sijulikani huko and stuff. Hapa at least ni home najulikana. So yeah, that was it for today. See you back next week. You got me feeling some kind of way with your love controller. You got